بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون، ولكن قالوا إن مسيلمة نبي فقاتلهم الصحابة وسبوهم. Asema Sheikh rahimahullah, huoni kwamba Bani Hanifa walikuwa wakikiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, na kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, na wanasali, lakini walisema Musailima ni mtume. Faqatalahum as-sahaba wasabauhum, masahaba wakapigana nao na kuwateka. وكذلك من جعل غير من أرسله الله نبيا لم تنفعه كلمة الشهادة. vile anemfanya asiyemtumiliza Allah kuwa ni mtume, pia kalima la shahada halitamfaa. Mtu ambaye si mtume yeye akamfanya ni mtume kama mitume mingine wa Allah, kalimatu shahada, kalimatu tauhid halitamfaa. ألا ترى أن بني حنيفة كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. huoni kwamba Banu Hanifa walikuwa wakikiri kwamba hapana mola mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, wakikiri kwamba Muhammad ni mtume wa Allah, wayusallun na wanasali, walakin qalu inna musailimata nabiyun, lakini walisema Musailima ni mtume. فقاتلهم الصحابة وسبوهم, masahaba wakapigana nao hao Banu Hanifa na kuwateka. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: وقد ظهر مدعي النبوة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة في اليمامة والأسود العنسي في اليمن. walijitokeza wanaodai utume, walijitokeza baadhi ya watu wanaodai utume mwisho wa uhai wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Alijitokeza huyu Musailima huko Yamama, pia akajitokeza al-Aswad al-Insi kule Yaman. Watufiya ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hum mawjudun, mtume sallallahu alipofariki hawa wanaodai utume bado wapo. Faqama as-sahaba min ba'dihi biqatlihim, wakasimama masahaba baada ya mtume kuwaua hao wanaodai utume. falladhina fil yaman min almuslimin qatalu al-aswad al-insi, wale walioko kule Yaman, waislamu walioko kule Yaman walimuua huyu al-aswad al-insi ambaye alidai utume. walladhina fil madina wama hawlaha qatalu bani hanifa في اليمامة في معركة اليمامة قتالا شديدا ضاريا. walioko Madina, waislamu walioko Madina na miji iliyo karibu yake walipigana na hawa Banu Hanifa huko Yamama katika vita vya Yamama, vita vikali. wastashhada fiha kathirun min sahabati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wakapata ushahada na kuuawa wengi katika masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, la siyama alqurraa hafadhat alquran, hasa waliohifadhi Qur'ani masahaba waliuawa katika vita hivyo. wa fi nihaya nasara Allahu almuslimin, hatimaye Allah aliwanusuru waislamu. wa kutila Musailimatul kadhab wa man ma'ahu, akauawa huyu Musailimatul kadhab aliyedai utume na walio pamoja naye.
وهم يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. waliuawa na huku wanasema la ilaha illa Allah na wanasali na wanafunga. walakin lamma aqarru binubuwati Musailima irtaddu wa kafaru, lakini walipokiri na kukubali utume wa huyu Musailima al-kadhab wakatoka katika Uislamu na kukufuru. hawa Banu Hanifa ambao ni kabila la huyu Musailimatul kadhab aliyedai utume, walirtadi kwa kumkubali huyu kwamba ni mtume, wakati mtume wa mwisho ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Huyu ni mtume wa mwisho. Yoyote atakayedai utume ni mrongo, na watakayemkubali wanakufuru, wanatoka katika Uislamu. Kwa hiyo hao Banu Hanifa walirtadi wakakufuru, pamoja na kwamba walikuwa wakisema la ilaha illa Allah, walikuwa wakikiri Muhammadur Rasulullah, walikuwa wakisali wakifunga. falaysa almuradu nutqa bila ilaha illa Allah faqat, si muradi ni kutamka tu la ilaha illa Allah peke yake, bali lazima kutekeleza madhumuni yake, lazima kuwa na tauhid, lazima kuamini kwamba Muhammad ni mtume wa mwisho, na yote madhumuni ya kalima hili la ilaha illa Allah. Huu ni mfano wa kwamba la ilaha illa Allah haitoshi kutamka kwa ulimi peke yake, lazima kutekeleza yote yanayotakiwa na madhumuni ya la ilaha illa Allah. Vinginevyo hao wangekuwa ni Waislamu hawa Banu Hanifa, kwa sababu wanasema la ilaha illa Allah, lakini walitoka katika Uislamu kwa sababu ya kumfanya huyu Musailima ni mtume, Musailimatul kadhab. Huyu katika madai yake ya utume alisema pia ameteremshwa wahyu, akaita suratul fil. alfilu wama adraka malfilu lahu dhanabun wabilun wa khurtumun tawilun. Mjinga kweli huyo, rongo. qawluhu fakaifa biman yaj'alu lilwali khasiyata alilahiyya wa yunadihi lilmulimmat. Vipi atakayemjalia wali ana sifa za uungu na anamuita wali huyo katika mambo muhimu yake, vipi huyo atakuwa Muislamu? fakaifa biman yaj'alu lilwali khasiyata alilahiyya wa yunadihi lilmulimmat. Vipi atakayemjalia wali sifa za Allah, akampa sifa za Allah wali huyo, na anamuita katika mambo ya muhimu ili amsaidie. Wali huyo wala hayupo, ameshafariki, lakini anamuita amsaidie. Vipi huyo atakuwa Muislamu mtu huyo? idha kana man ja'ala lirajulin ar-risalata wan-nubuwata fahuwa kafir. Ikiwa atakayemjalia mtu kwamba ni mtume ni kafiri. Mtu akadai utume akamfanya huyo ni mtume. fakaifa biman ja'ala lirajulin khasa'isillahi au khasa'isallahi jalla wa ala. fakaifa biman ja'ala lirajulin khasaisallahi jalla wa ala. Vipi atakayemfanyia mtu sifa za Allah jalla wa ala, fadaahu, akamuita, wastaghatha bihi, au akamuomba na kutaka kuokolewa, ila akhiri ma yafalun, mpaka mwisho wanaoyafanya. Vipi huyo atakuwa Muislamu anayemuomba mtu huyo? hadha aula bilkufri min ghairihi, huyo ni aula kuwa kafiri kuliko mtu mwingine. Ikiwa kumjalia mtu kwamba ni mtume, mtu anatoka katika Uislamu, je, kumpa mtu sifa za Allah, huyo ni aula kuwa kafiri huyo. tumefahamu? قال المؤلف رحمه الله وهذا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق أصحاب عبد الله بن سبأ. هو أمير المؤمنين خليفة وأنه ومتومة صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه aliwateketeza moto wafuasi wa Abdullah ibn Saba al-Yahudi.
Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa 4, aliwateketeza wafuasi wa Abdullah ibn Saba. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: كان رجل يقال له ابن السوداء. ulikuweko na mtu mmoja akiitwa Ibn Sauda, wa huwa Abdullah ibn Saba min yahudi al-Yaman. huyo ni Abdullah ibn Saba, ni katika mayahudi wa kule al-Yaman. dassahu al-yahudu liyufsidu al-islama, walimuingiza hawa mayahudi, walimuingiza katika Uislamu ili kwa ajili ya waharibu Uislamu. Mayahudi walimuingiza katika Uislamu liyufsidu al-islama, ili wauharibu Uislamu. dassa bisin laysa dasha, fa adhhara al-islama, akadhihirisha Uislamu huyu Abdullah ibn Saba. mithla ma dassa al-yahudu Bulis ala dini al-Masih alayhi salam fa afsadu din al-Masih, mfano wa Mayahudi walivyomuingiza huyu Bulis kwa dini ya Masihi Isa ibn Maryam, wakaharibu dini ya huyu al-Masih Isa ibn Maryam alayhi salam. Waqalu bitathlith, wakasema tathlith, kwamba kuna waungu watatu, wa anna Allaha thalithu thalatha, na kwamba Allah ni watatu katika waungu hao watatu. Bolis ndiye aliingia katika dini hii ya Kinasara, akafanya uharibifu huo na kusema kwamba kuna waungu watatu, Allah ni watatu katika hao. Wabaddala an yakuna al-Masih ibn Maryam Abdallahi wa rasulahu, akabadilisha kuwa al-Masih Isa ibn Maryam ni mja wa Allah na mtume wake. Qalu innahu ibnullah, wakasema huyu ni mtoto wa Allah, Isa ni mwana wa Allah. Wa hadha dassahu alayhim Bulis al-Yahudiyu alladhi daa annahu tanassara wa taraka al-Yahudiyya. Huyu aliingia katika dini hii ya Kinasara, Bulis ambaye ni Myahudi, ambaye alidai kwamba ameingia katika dini ya Kikristo akawacha Uyahudi. Ndio wakatia fitna hizo za kwamba kuna waungu watatu, Mungu Baba, Mungu Mwana, sijui na Mungu Kaka na nini. Huyu Bulis ni Myahudi, aliingia katika dini ya Kinasara kwa ajili ya kuharibu dini hii ya Kinasara. Kuna huyu naye Abdullah ibn Saba ibn Sauda ni Myahudi, ameingia akadai kuingia katika Uislamu katika ukhalifa wa Uthman ibn Affan, kumbe waliingia kwa ajili ya kuchafua na kuharibu Uislamu. Na ndio huyu mwanzilishi wa kundi hili la Shia ni huyu Abdullah ibn Saba ibn Sauda, ndio mwanzilishi wa hawa mashia Rafidha wanaowakufurisha masahaba. Wa yuhibbu al-Masiha, akadai kwamba anampenda Masih Isa ibn Maryam, wa dina al-Masih, anapenda dini hii ya Isa ibn Maryam alayhi salam. Fasaddaqahu an-Nasara, wa Nasara wa Kristo wakamuamini huyu Bulis. Wa dhalla aktharuhum, wengi wao wakapotea, wakafaru, wakakufuru bisababihi, kwa sababu ya huyu nani? Bulis. Qala mithla hadha amila al-yahudu ma al-islam, mfano wa huyu, mfano hivi Mayahudi walifanya pamoja na Uislamu. Fadassu Abdullah ibn Saba al-mulaqab ibn Sauda, wakamuingiza katika Uislamu kwa ajili ya kuuchafua Uislamu. Huyu Abdullah ibn Saba anaitwa Ibn Sauda, lakabu yake ni Ibn Sauda, lianna ummahu habashiyatun sauda, sababu mama yake alikuwa ni muhabeshi mweusi. Fadda'a al-islama, akadai Uislamu. Wajaa ila al-Madina, akaja kule Madina. Fa akhadha yuharridhu an-nasa ala Uthman radhiyallahu anhu fi khilafatihi, akaanza kuwahimiza Waislamu dhidi ya khalifa watatu wa Mtume Uthman radhiyallahu anhu katika ukhalifa wake. Wayatanaqasuhu inda an-nas, anampunguzia sifa zake kwa watu. Wayaqulu innahu ibtazza al-amwala, anasema Uthman alipora mali za Waislamu.
wafaala akafanya kadha, anamchafua khalifa wa Mtume sallam Uthman ibn Affan. Asema alipora mali za Uislamu, wafaala akafanya kadha. Fasaddaqahu ba'dhum, baadhi yao wakamsaddiq huyu Abdullah ibn Saba. قال الشيخ الفوزان: وأنتم تعلمون أن الدعايات تكون لها رواج. يعني mnajua kwamba matangazo yana rawaji, yana kusambaa. Mtu akitangaza jambo linasambaa kwa watu. Fasaddaqahu ba'dhu ad-dahma'i wash-shabab, wakamwamini huyu Abdullah ibn Saba, baadhi ya makundi ya watu na vijana wakamwamini huyu. Maneno yake haya dhidi ya khalifa watatu wa Mtume sallam Uthman ibn Affan. Thumma innahu intabaha lahu almuslimun faturida min almadina, kisha hatimaye waislamu wakazinduka, akafukuzwa huyu Abdullah ibn Saba kule Madina, akafukuzwa. Fadhaba ila Masr, akaenda Misri. Fawajada unathan kathirin, akapata kule watu wengi. Rawaja ladaihim hadhihi alfikra, akaisambaza kwao fikra hii chafu ya kumchafua Uthman ibn Affan, kwamba anapora mali za watu, anafanya kadha. Fasaddaquhu, watu wa kule Masri wakamwamini, wakamsaddiq. Wa abghadhu Uthman radhiyallahu anhu, wakamchukia Uthman radhiyallahu anhu. Kama ilivyo watu waovu wanaposambaza mambo, wanatia chuki kwa yule wanayemsambazia mambo, hatimaye inakuwa watu wote wako dhidi ya kiongozi yule. Ndivyo ilivyo watu waovu. Idhan thumma ta'allafa minhum jamaa ja'u ila almadina thairina ala Uthman, kisha likapatikana kundi la watu waliokuja kule Madina, thairin, hali ya kuwa wanafanya thaura, yani watu wanaotaka mapinduzi dhidi ya Uthman. Walam yati ma'hum hadha alkhabith, huyu khabith Abdullah ibn Saba hajakuja nao hao, hakuja. Walam yati ma'hum hadha alkhabith bal kana mukhtafiyan, hajakuja pamoja na watu hao huyu khabith Abdullah ibn Saba, bali alikuwa ni mwenye kujificha. Liannahu law umsika bihi laqutil, sababu lau angekamatwa kule Madina angeuawa haraka huyu, sababu ashajulikana kule Madina kwamba alitia fitna hizo na chokochoko hizo. Walakin dhalla mukhtafiyan wa ya'malu fil khafa, lakini akawa ni mwenye kujificha na anyafana vitimbi hivyo kwa kujificha. Ja'u ila Uthmana, watu hao kutoka Misri walikuja kwa Uthman, ala annahum yuriduna an yatafawadhu ma'ahu, kwa lengo la kwamba wao wanakusudia kufanya mufawadha na kufanya nasaha na kupeana nasaha baina yao na mashauri baina yao na khalifa huyu wa Mtume Uthman ibn Affan. وطوقوا بيت أمير المؤمنين على أنهم يريدون التفاهم معه, wakaingia katika nyumba ya Amiri al-Mu'minin Uthman ibn Affan kwamba wanakusudia kufahamiana pamoja naye katika masala ya kisiasa ya pale. Yeye ni kiongozi, ni khalifa, kwa wanashauriana naye katika masala ya kuendesha nchi. Falamma kana al-layl, ulipofika usiku, tasawwaru alayhi radiyallahu anhu wa huwa yusalli wa yatahajjadu wa yaqra'u al-Qur'an. Ulipofika usiku wakapanda katika ukuta wa nyumba yake Uthman ibn Affan, na huko anasali tahajjud na anasoma Qur'an. Waqataluhu radiyallahu ta'ala anhu, wakamuua radiyallahu ta'ala anhu dhulman wa udwana, na walikuwa wakizunguka walifungia nyumba yake ile siku kadhaa ikawa haingii mtu mle ndani, ni yeye Uthman ibn Affan peke yake. Baadhi ya masahaba walijitokeza kwenda kumtetea, lakini Uthman ibn Affan akawazuia, akawaambia wacha kadari ya Allah ipite, sababu Mtume sallam ameshambashiria kwamba atauawa dhulman. Kwa hiyo si masahaba walioshiriki katika kifo na mauaji ya dhulma ya Uthman ibn Affan, ni watu kutoka Misri waliomfuata huyu
عبد الله بن سبأ ابن السوداء. قال ولما قتلوا عثمان شبت الفتنة في المسلمين إلى الآن وإلى أن تقوم الساعة. walipomua Uthman, fitna sasa ikaanza kuenea kwa Uislamu mpaka sasa, na mpaka kitakaposimama kiyama fitna hii inaendelea. Lakini kabla ya hapo hakukuwa na fitna, hakukuwa na wazushi, hakukuwa na nani. Mtume sallam katika uongozi wake, ukhalifa wa Abu Bakr as-Siddiq, ukhalifa wa Umar, wote walikuwa masahaba wakimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakimfuata Abu Bakr na Umar. Katika ukhalifa wa Uthman ndipo palipotokea hawa makhawarij, wakaanza chokochoko katika dini, akiwepo kiongozi wao huyu Abdullah ibn Saba, wakaanza kumuua Uthman ibn Affan. Ndipo ikaanza bid'a hii ya makhawarij, ikaja bid'a qadariya, ikaja murji'a, wakaanza sasa watu wengine wa mubtadi'a mpaka kufuatia mpaka yaumil qiyama itakuwa ni hivi. Qala wa ila an taquma as-sa'a, mpaka kitakaposimama kiyama. Fahasala ma hasala min al-fitan wash-shurur, zikapatikana katika zilizopatikana katika fitan na uovu. Waqatalu ba'dahu Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, wakamuua baada yake pia hao makhawarij Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wa asqatu dawlata al-khulafa'i ar-rashidin, wakaliangusha dola la makhalifa hao waongofu. ولولا أن الله تدارك المسلمين بأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وجمع الله المسلمين على يده وسد الطريق على الخوارج وعلى أتباع ابن سبأ بحسن سياسته ودهائه رضي الله عنه. أسمع لولا سي الله سبحانه وتعالى kuwadiriki na kuwapata waislamu kwa huyu amiri almu'minin Muawiya ibn Abi Sufyan, Allah akawakusanya waislamu kupitia mikono yake huyu khalifa Muawiya, akazuia njia za makhawarij. Wasadda tariqa ala alkhawarij, Allah akazuia njia za hawa makhawarij. Wa ala atba' ibn Saba, na wafuasi wa ibn Saba, bihusni siyasatihi, kwa uzuri wa siasa ya Muawiya. Wadahaihi radiyallahu anhu, na werevu wake radiyallahu anhu. وسمي العام الذي تمع فيه المسلمون على معاوية بعام الجماعة, ukaitwa huu mwaka ambao waislamu walikusanyika na wakawafikiana juu ya Muawiya, ukaitwa amul jamaa. Wa huwa mashhurun fi tarikh, mwaka huo unajulikana katika historia ya makhalifa hawa. falatafa Allahu bil muslimin, Allah akawahurumia waislamu. Wasadda tariqa ala al-khawarij, akaifunga njia ya hawa makhawarij. Walakinnahum yatuna fi kulli zaman, lakini makhawarij wanakuja katika kila zama. Man qata'a madaduhum, msaada wao haujakatika hawa. Walakin walillahi alhamdu kullama dhahara minhum qarnun quti'a, lakini walillahi alhamdu kila linapodhihiri kundi lao makhawarij, qarnun, pembe yao, quti'a, inakatwa, kama fi alhadith, kama ilivyo katika hadithi. Wahassa an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala qitalihim, Mtume sallallahu alayhi wasallam amehimiza wauawe hawa makhawarij. Waqala la in ana adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad, nikiwadiriki hawa nitawaua kama walivyouawa 'Ad, kabila la 'Ad Iram. Mtume amehimiza wauawe hawa makhawarij ambao itikadi yao kubwa ni kutoka na kuwaasi viongozi. Hawa ndio itikadi yao kubwa hawa makhawarij, na ni itikadi ya kijahilia kwamba kiongozi ni asi, kiongozi ni kafiri. Hata kama ni muislamu wasali, wao kiongozi kwao ni kafiri vyovyote alivyo, maadamu ni kiongozi wa nchi, kwao ni kafiri. Hata kama ni muislamu asali, ni kafiri, wanatoka katika toa yake. Maandamano, migomo, ukhawariji huo, ukhawariji, maandamano, migomo, yote ni ukhawari, ni kumwasi kiongozi. Uislamu haukubali jambo hilo la kumwasi kiongozi yoyote vyovyote alivyo,
hata kama kafiri, hata kama ni dhalim, hata kama ni mwizi. Uislamu unasema waislamu wawe chini ya kiongozi huyo, maadamu hawaamrishi maasi, wawe chini yake, wafuate amri zake. Lakini makhawariji itikadi yao ni ya kijahilia, wanatoka katika taa ya kiongozi, wanamuasi na kumtukana na kumkashifu. Kwa hiyo Mtume ameamrisha wauawe hawa makhawariji, na chanzo cha makhawariji ni huyu Dhul Khuwaisira. Dhul Khuwaisira ambaye alikuwa katika ndani ya masahaba. Mtume akigawanya ghanima anambia, ya Muhammad i'dil fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu, wewe hujafanya uadilifu katika kugawanya hizi ghanima. Mtume sallam akaamrisha uawe Dhul Khuwaisira. Kwa hiyo ndio mwanzo wa hawa makhawariji, huyu Dhul Khuwaisira aliyemwambia maneno hayo machafu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. قال فتحقق لذلك على يد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الخليفة الرابع. likahakikika hilo la kuwaua makhawarij kupitia mikono ya Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, khalifa wa 4. Faqatalahum fi Nahrawan, akapigana nao kule Nahrawan. Wa nasarahu Allahu alayhim, Allah subhanahu wa ta'ala akamnusuru dhidi ya makhawarij hao. Wa ba'daha qataluhu radhiyallahu, baada yake walimuua hawa makhawarij. Baada ya hayo, baada ya kuuawa, lakini wakajitokeza baada yake mmoja akamuua Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu katika sala, katika wakati anakwenda msikitini. وصارت الدنيا فوضى إلى أن آل الأمر إلى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. Likaendelea jambo kama ni fujo mpaka ilipofika jambo mwishowe kwa Amir al-Mu'minin Muawiya radhiyallahu anhu. وهؤلاء الخوارج أحسن من القبوريين بكثير. Asema Sheikh Al-Fawzan, hawa makhawarij pamoja na uovu wao wote, hawa ni wazuri kuliko hawa kuburiyin wanaoabudu maiti. Hawa ni wazuri sana hawa makhawarij, bikathrati ibadatihim, kwa ibada zao nyingi, wa salatihim, na sala zao, wa kathrati bukaihim min khashyati llah, na kulia kwao sana kwa kumwogopa Allah hawa makhawarij. Walakin lamma i'taqadu hadhihi al-aqida, lakini walipoitakidi itikadi hii ipi? Wa hiya al-khuruju ala wali amri al-muslimin, itikadi yenyewe ni kutoka dhidi ya wali, kiongozi wa mambo ya Waislamu. Wanatoka katika toa yake, wanamuasi kiongozi. Hapa ndipo amara nabii sallallahu alayhi wasallam biqitalihim, hapa ndipo walipoamrisha Mtume sallam kupigana na hawa makhawarij. Wa wa'ada man qatalahum bil ajri al azim, akamwahidi atakayewaua hawa makhawarij malipo makubwa. Atakayewaua makhawarij ana malipo makubwa kwa Allah. Fatahaqqaqa lidhalika, likathibitika hilo na kuhakikishika hilo, ala yadi Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Akawapiga, akapigana nao na kuwaua. Fanaka bihim nikayatan adhima, akawaadhibu adhabu kubwa. Waqatalahumullahu ala yadihi radhiyallahu anhu, Allah akawaua kupitia mikono ya Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Baada ya kupewa nasaha, waliuawa baada ya kupewa nasaha. Wengine wakakubali, wakarudi katika kundi la masahaba, wengine wakakataa. Ndio hao waliouawa, waliokataa. Katika maneno aliyoambia Ibn Abbas radhiyallahu anhu makhawari, anambia undhuru laysa fikum minhum ahad, angalieni nyinyi, hakuna katika nyinyi yote katika masahaba, mko nyinyi tu, sio masahaba nyinyi, hakuna hata sahaba mmoja anayewasapoti nyinyi. Undhuru laysa fikum minhum ahad. Baadhi walipoambiwa hivyo wakarudi nyuma, wakarudi kwa masahaba na kumtii Ali ibn Abi Talib kiongozi wao, lakini wengi katika hao walikataa, wakauawa. Qala fa idha kanu ma'a salahihim wa ibadatihim wa dinihim yuqataluna,
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وأباح دماءهم للمسلمين من أجل كف شرهم، فكيف لا يقاتل عباد القبور الذين ليس عندهم ورع مثل الخوارج. Sheikh Al-Fawzan anasema ikiwa hawa makhawarij pamoja na wema wao na ibada zao na dini yao wanauawa, na Mtume صلى الله عليه وسلم ameamrisha wauawe, wa abaha dimaahum lilmuslimin, Mtume akahalalisha damu zao hao kwa Waislamu, min ajli kaffi sharrihim, kwa ajili ya kuzuia shari zao hao makhawarij. Fakaifa la yuqatalu ubadul qubur, vipi wasiuawe hao wenye kuabudu makaburi, alladhina laysa indahum wara'u, ambao hawana wara, hawana kujichunga na haramu, mithla alkhawarij, kama makhawarij. Makhawarij walikuwa wakifanya ibada, wakisali, tena ibada zao ni nyingi, wakimtaja Allah, lakini itikadi yao hii ya kumwasi kiongozi, ndipo Mtume akaamrisha wauawe. Sasa je, hawa ambao wanaabudu maiti, wanaabudu makaburi, hawa ni aula kuuawa? Bali indahum shirk wal bid'a wal khurafat, bali hawa kuburiyun wana ushirikina, wana uzushi, wana khurafat. Fakaifa la yuqatalun, vipi hawa wasiuawe? Hatta yathura alislamu wa biladu alislami minhum, ili uislamu utaharike uwe safi na nchi za Kiislamu zitaharike na watu hao wanaochafua uislamu. Qawluhu wa kanu yaquluna la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, waqad kanu, walikuwa hawa makhawarij wakisema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, lakin يعتقدون بإلهية علي فيغلون فيه. hawa ni mashia wanaitakidi hizo, lakini walikuwa wakiitakidi uungu wa Ali na wanafanya ghuluu kwake. Wayakuluna anta huwa anta huwa anta huwa anta, wewe ndio yeye, yani yeye Allah. Fastatabahum Ali radhiyallahu anhu, Ali akawataka watubie, kwa vile wanamfanya Ali ni Mungu, akawataka watubie. Falam yatubu, hawakutubia. Fahafara hufaran wa khanadiqa, akachimba mahandaki. Ali ibn Abi Talib akachimba mashimo na mahandaki. Wa awqada fiha an-nara, akawasha moto katika mahandaki hayo. Thumma amara biihraqihim fi hadhihi al-khanadiq, kisha akaamrisha wateketezwe hawa ni ghulatu Shia. Hawa ni ghulatu Shia, wale waliopetuka mpaka katika mashia, walimuona wakamfanya Ali ni Mungu. Ali ibn Abi Talib akawateketeza na moto katika mashimo hayo. Wa hum yaquluna la ilaha illa Allah, wa hum yaquluna la ilaha illa Allah, na huku wao wanasema la ilaha illa Allah. Limadha? Liannahum shaqqu asa ta'ati almuslim, sababu walipasua umoja, walipasua asa, fimbo ya taa ya Waislamu, wakaipasua, wakafarikisha watu. Sasa si hoja kwamba eti mashia wanasema la ilaha illa Allah ni Waislamu, kwani hawa walikuwa wasemi la ilaha illa Allah? Mbona Ali ibn Abi Talib aliwateketeza na moto? Si hoja la ilaha illa Allah ya ulimi tu, halafu wanakufurisha masahaba, wanasema Qur'an ni muharraf. Uislamu uko wapi hapo? Waghalau fi Ali, wakapetuka mpaka kwa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, hatta ja'aluhu ilahan ma'a Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wakamfanya Ali ni Mungu pamoja na Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaifa la yuqatalu man ja'ala ma'a Allah ilahan min al-mauta wal-quburiyin, vipi wasiuawe wenye kufanya pamoja na Allah ilahan, waungu wengine ambao ni mauta waliokufa na kuburiyin? Hawa ni aula kupigwa vita na kuuawa. Qawluhu walakinnahum ghalau fi Ali radhiyallahu anhu, lakini walipetuka mpaka kwa Ali radhiyallahu anhu. Ghalau fi Ali radhiyallahu anhu hatta i'taqadu fihi al-ilahiyya, walipetuka mpaka kwa Ali radhiyallahu anhu mpaka wakaitakidi kwake uungu.
قوله واعتقدوا فيه ما يعتقد القبوريون وأشباههم, وكيتكدي علي يالي ونويتكدي هوا قبوريون ونوابد مكبوري نمفانو ياو, أي اعتقدوا فيه ما اعتقده القبوريون الذين نحن بصدد الرد عنهم. waliitakidi hawa mashia yale walioitakidi kuburiyun wanaoabudu makaburi, ambao sisi tu katika kuwarudi, sisi katika upande wa kuwarudi hao. Wama hadha qatalahum Ali radhiyallahu anhu sharra qitlah, pamoja na hivyo Ali ibn Abi Talib aliwaua kuwa kubaya sana. Wakana ibn Abbas yaqul law anna al-amra li laqataltuhum bisayf wa lam aqtuluhum bin-nar. Ibn Abbas radhiallahu anhuma alisema leo ingekuwa uongozi ni wangu, ningewaua hao mashia ghulatu shia kwa upanga, nisingewaua kwa moto. Liannahu la yu'adhibu bin-nari illa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu haadhibu kwa moto isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa wafaqa aliyan fi qatlihim, lakini yeye alimuwafika Ali katika kuwaua hawa ghulatu shia. Wa qawlu Ali radhiyallahu anhu lamma ra'aytu al-amra amran munkara ajjajtu nari wa da'awtu qambara, nilipoona mambo au jambo lenyewe ni jambo lenye kukanushwa kwamba sasa wanifanya mimi ni Mungu, ajjajtu nari, nikawasha moto wangu, wa da'awtu qambara, nikamuita huyo Qambar. Qala Qambar min rijali Ali, ni katika watu wa Ali. Amarahu an yuhriqahum fa ahraqahum, alimuamrisha awateketeze moto hawa ghulatu shia, akawateketeza moto. Hadha Ali ibn Abi Talib amirul mu'minin rabi'ul khulafa, khalifa wanne katika makhalifa wa Mtume sallam. Ahraqa haula'i alladhina ghalaw fihi, aliwateketeza moto hao waliopetuka mpaka kwake. Fakaifa billadhina yaghluna fil qubur wa ya'budunaha min dunillah, vipi wale wanaofanya ghulu na kupetuka mpaka kwa makaburi na wanaabudu makaburi badali ya Allah, hawa ni aula kutekelezwa moto. قوله والقصة في فتح الباري، القصة ذكرها الإمام الحافظ ابن حجر في فتح الباري. كسهيكي علي بن أبي طالب kuwateketeza moto haa ghulatu shia amekitaja الحافظ ابن حجر katika فتح الباري. قوله وفي غيره من كتب الحديث والسير، na vitabu vingine katika vitabu vya hadithi na siyar. القصة مذكورة في غير فتح الباري، kisa hiki kimetajwa katika isio kwa Fathul Bari. من كتب الحديث katika vitabu vya hadithi. في شأن الخوارج وما فعله علي رضي الله عنه مع غلاتهم، alivyofanya Ali ibn Abi Talib pamoja na wale ghulati wao. وفي كتب السير والتواريخ مثل تاريخ ابن كثير وتاريخ ابن جرير وتاريخ الذهبي pia kimetajwa kisa hiki. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.